Juma Ayo. Yes. Mambo ndugu yangu. Safi kabisa. Uko vizuri? Niko vizuri. Sawa, mara baada ya kuona tarehe mpya ya dabi ya Kariakoo, lakini pia barua ya TFF kuhusiana na mwenyekiti wa bodi ya ligi kutaka kujiuzuru Steven Mguto, lakini pia kusimamishwa kazi kwa CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo, yapi maoni yako? Na je, matakwa ya Young Africans yametimia kwa asilimia ngapi kwa kile ambacho walikuwa wanataka kukiona kikifanyika kwenye mpira wetu? Kwanza, mpira lazima uchezwe. Yaani hilo lilikuwa ni jambo la muhimu sana. Mpira lazima uchezwe, na hata kama kungetokea matatizo zaidi ya haya kivyote, lakini mpira ungeendelea kuchezwa kama ambavyo FIFA wanahitaji mpira uchezwe. Kwa hiyo tuwapongeze wale ambao wameonyesha jitihada kwamba mechi inatakiwa ichezwe kama ambavyo sisi mwanzo tulikuwa tunasema Yanga wakacheze. Lengo la kwamba Yanga wakacheze mwanzo haikuwa kwamba wanatakiwa eti wanakubaliana na hayo yote. Kilikuwa kinazungumzwa ni mpira uchezwe ili matatizo yasiwe mengi. Lakini jambo la pili, kujiuzulu kwa viongozi na wengine kuandika na wengine kusimamishwa, inaweza ikawa na maswali mengi sana, kwa sababu haya maamuzi kwa nini hayakutokea mwanzo wakati matatizo yalishatokea, na maamuzi yamekuja kutokea mwishoni ama baadaye baada ya kuonekana kuna kikao ambacho kimeenda kufanyika. Bado nachelea kusema kama maamuzi yaliyofanyika viongozi kujiuzulu ama kukaa pembeni ni sahihi, kwa sababu sijapata taarifa sahihi ya ripoti ya kilichojadiliwa kwenye hicho kikao cha mwisho ambacho pengine kimetoa maamuzi ya mechi kuchezwa na viongozi hawa kujiuzulu. Ripoti inaweza ikatupa picha kwamba hawa wamejiuzulu kwa sababu ya 1, 2, 3. Lakini tukumbuke kwamba kujiuzulu ni sehemu ya kuwajibika, na unapowajibika lazima kuwepo na utaratibu. Kwa hiyo hao viongozi wanaweza kuwa wameachia nafasi wakawa wamesaidia. Kuna sehemu wanaweza kuwa wamesaidia, lakini pia kuna sehemu wanaweza wasiwe wametoa msaada. Kujiuzulu kwao sio kwamba ndiko ambako tutakuwa tumeona mabadiliko makubwa ya mpira, haki imetendeka ama imepatikana. Lakini pengine wasingejiuzulu bado kusingekuwa na haki kwa 100%. Kwa hiyo kujiuzulu kwao kwangu mimi nasema ni 50 kwa 50. Usuluhishi ama upatikanaji wa faida ya kile kilichokuwa kinawazwa kwa watu, si kujiuzulu kwa watu. Lakini ni faida kwa Yanga ambao waliainisha tokea mwanzo mahitaji yao. Kwa hiyo ukiangalia ni 90% ama 85 ya mahitaji ya Yanga yamefikiwa ama yametekelezwa. Kwa kwenye huu mjadala wote ambao sisi tulianza zaidi ya miezi 3, mshindi ni Yanga. Kwangu mimi ukiniuliza, mshindi ni Yanga kwa sababu walielekeza vitu walivyokuwa wanavihitaji na vimefanywa kazi. Lakini unaweza kujiuliza, je, mahitaji ya Yanga ndio mahitaji ya mpira wa Tanzania? Mahitaji ya Yanga ndio mahitaji ya ligi? Majibu yanaweza kawa sio, kwa sababu si kila mtu alikuwa anawaza kama walivyokuwa anawaza Yanga. Si kila mwana michezo alikuwa anataka kama walivyokuwa anataka Yanga. Sidhani kama Simba walikuwa anataka viongozi wajiuzulu. Kwa hiyo kitokea kwenye maamuzi haya kuna pande mbili, bado mimi siwezi kusema mpira wa Tanzania umeshinda ama haki imeshinda, kwa sababu bado kuna maeneo ya watu wanakinzana na maamuzi yaliyofanyika. Lakini tumi kama mtu wa mpira, kama mwana michezo, kama mtangazaji, kama mchambuzi, naweza kusema kwamba vyote vilivyofanyika lengo ni kwamba mpira uchezwe, ambao ndio ilikuwa matamanio yangu tokea mwanzo. Ndio. Ushindi wa Yanga lakini ni wa kutafuta haki na ubora wa mpira wetu au? Yanga wanajitafutia wao, yani Yanga wanavutia kwao, hawatafuti maslahi ya mpira kwa ukubwa, kwa sababu sio kwa maslahi ya mpira wetu. No, unaweza ukajiuliza, mwanzoni kuna wakati Yanga walitaka point 3 kama sehemu ya haki. Ndio. Sasa point 3 ilikuwa inanufaisha Watanzania wana michezo, ilikuwa inawanufaisha wao, na leo hawajapata point 3 lakini hawazidai tena. Kwa hiyo unajua mtu mwenye malengo mazuri na maslahi mapana ya taifa, hata vile ambavyo vimewahi kumfaidisha anaweza akasema. Lakini Yanga nadhani pia walikuwa wanaangalia upande wao ni namna gani wao kwenye hili wanaweza kuwa wanufaika namba 1 kabla ya mtu mwingine kunufaika. So wao wamenufaika kwenye hili na wamekuwa washindi kwa upande wao. Lakini uwezo ukasema Tanzania imeshinda, kwa sababu sisi tuna matatizo mengi sana. Tuna matatizo mengi kwenye football na michezo. Kwa hiyo hata baada ya tukio hili, kesho na kesho kunaanza likatokea tena lingine kubwa, ama tukaingia kwenye mgogoro wa namna hii. Kama unakumbuka kulikuwa na mgogoro wa Yanga na Faisal, jambo likafika mpaka kwa Mheshimiwa Rais, ambako pengine safari pia jambo limerudi huko. Kuna watu wakati ule walikuwa upande wa Faisal, walionyesha kama wameshinda. Lakini Yanga pengine hawakuridhika, walitaka kitu zaidi. Ni the same na hichi ambacho kinafanyika leo, kwamba
Yanga wanaweza kuwa wamefurahia, wanahitaji kwenda kucheza, matakwa yao yamefanyiwa kazi, lakini je, Simba wako tayari? Haya, ukiachana na Simba, mwana michezo mwingine ambaye anafikiria tofauti, anaona no, matatizo yetu yanapaswa kuwa yanaamuliwa kwenye ngazi ya juu kama cha rais, kwa sababu pengine mheshimiwa rais anaamua kuokoa jahazi. Lakini je, kwenye mamlaka za mpira watu wameshindwa kwa kiasi hicho? Je, unaweza kusema ni haki? Kwa hiyo sisi tunahitaji tuseme haki ya mpira ipatikane kwenye maeneo haya ya muhimu ya mpira, mamlaka za mpira, watu waende kasu huko washinde. Sasa huko ndiko unaweza kusema haki imeshinda, kwa sababu huko watu watanukuu vipengele vya kanuni. Watu watasema nao kwa mujibu wa kanuni hii ni kama mahakamani. Ndiyo. Mahakamani haki inapatikana mahakamani kwa sababu kule watu wanaangalia sheria na taratibu. Lakini hapa kama busara imetumika, manake sasa watu wanarudi chini, no, jambo fulani linatakiwa lifanyike kwa lengo la kunusuru. Kwa kwangu mimi nadhani Yanga wamenufaika kwa upande wao, lakini inawezekana mpira bado haujanufaika. Kuna vitu vinahitajika vya ziada vya kufanyika kwenye mpira ili at least tufike kwenye hiyo level ya kuona kwamba integrity imekuwa kubwa na watu wananufaika kwa pamoja. Isitokee kwa upande mmoja. Na hata Simba ingetokea tarehe 15 Simba wangeenda, Simba wasingepaswa kuja mbele kwamba wameshinda. No, bado kama mwingine analalamika ambaye ana maslahi na huo mpira, huwezi kusema kama haki inakuwa imeshinda na mpira unakuwa umepata haki yake. Shukrani sana Juma. Asante.